Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2025. Mwaka huu tumekuwa tukijifunza mada nzuri inayosema mwinue Yesu juu. Huu ni mwezi Disemba. Mwinue Yesu juu kama mfalme ajaye. Leo ni Disemba 17. Tutakapoiangazia mada ndogo isemayo maandalizi ya ujio wa Yesu. Hebu tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Tuna kila sababu ya kusema asante. Umetulinda, umetutunza, umetujali ya heri, umetupatia pumzi yako ya uhai bure, na kwa neema yako umeendelea kutupatia nafasi ya kujifunza neno lako. Watoto wako wa kiume na wa kike tuko chini ya miguu yako tukisema asante, tukilitukuza jina lako, tukikushukuru na tukiendelea kukuinua katikati ya mataifa. Tusamehe dhambi zetu, turehemu, tusafishe, tutakase. Asubuhi ya leo tutaenda kujifunza mada hii nzuri, mada uliyokusudia tujifunze siku ya leo. Watoto wako wote kwa unyenyekevu tuko miguuni pako. Tusaidie kuelewa mada hii. Tusaidie tukaitumie katika maisha yetu kwa ajili ya utukufu wako. Enda nasi siku ya leo ukituongoza na kutulinda katika majukumu yetu mbalimbali. Ukibariki njia zetu, ukibariki tuingiapo, ukibariki tutokapo. Dumu kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Maandalizi ya ujio wa Yesu ni mada iliyojengeka katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 24 aya ile ya 37. Neno la Mungu linasema, kwa maana kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Nuhu aliwahubiri watu wa wakati wake kwamba Mungu atawapa miaka 120 ya kutubu dhambi zao na kupata kimbilio ndani ya safina. Lakini walikataa neema ya mwaliko huu. Walipewa muda mrefu ili wageuke na kuziacha dhambi zao, kuzishinda tabia zao mbaya na kujenga tabia za haki. Lakini mwelekeo wa dhambi, japo kwa wengi ulikuwa dhaifu mwanzoni, uliendelea kuimarika kupitia uendekezaji uliojirudia na kuwapelekea kwa haraka katika uangamivu usioepukika. Onyo la rehema la Mungu lilikataliwa kwa dharau, dhihaka na kejeli, na waliachwa gizani kufuata njia ambayo mioyo yao miovu ilikuwa imechagua. Lakini kutokuamini kwao hakukuzuia tukio lililotabiriwa. Tukio lilitukia na ghadhabu kuu ya Mungu ilionekana katika uharibifu mkuu. Maneno haya ya Kristo yanapaswa kuzama katika mioyo ya wote wanaoamini ukweli wa sasa. Basi, jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Siku ile ikawajia ghafla. Hatari yetu inawasilishwa mbele yetu na Kristo mwenyewe. Alijua hatari tutakayoipitia katika siku za mwisho, na anatutaka sisi tujiandae na hatari hizo. Kuamini katika ujio ulio karibu wa Mwana wa Adamu mawinguni hautamfanya Mkristo wa kweli kuwa mzembe na kutojishughulisha na maisha ya kila siku. Wanaongojea na kutazamia ujio wa Kristo hivi karibuni hawatakaa bila kufanya kazi, bali wanaofanya kazi kwa bidii. Kazi zao hazitafanywa ovyo ovyo bila uaminifu, bali kwa usahihi, haraka na kwa bidii. Wale wanaojidanganya kwamba uzembe na kutokuwa makini katika mambo ya maisha haya ni ushahidi wa hali yao bora ya kiroho na ushahidi wa kujitenga kwao na ulimwengu, wako chini ya udanganyifu mkuu. Ukweli wao
uaminifu na msimamo wao unajaribiwa na kuthibitishwa katika mambo ya dunia hii. Ikiwa ni waaminifu katika hayo yaliyo madogo, wataweza kuwa waaminifu katika mengi. Nimeonyeshwa kwamba hapa ndipo wengi watashindwa kustahimili jaribu. Wanajenga tabia yao ya kweli katika kutawala mambo ya dunia hii. Wanadhihirisha kutokuwa waaminifu, wenye hila na wadanganyifu katika kushughulika na wanadamu wenzao. Hawafikirii kwamba mafanikio kwa ajili ya maisha ya kutokufa ya wakati ujao yanategemea mwenendo wao katika kujishughulisha na maisha haya. Uadilifu halisi ni msingi wa kutengeneza tabia ya haki. Testimonies for the Church, gombo la 4, ukurasa wa 308 hadi 310. Wale wanaoamini ukweli wa sasa wanapaswa kuonesha imani yao katika matendo. Wanatakiwa kutakaswa na kweli ambayo wanakiri kuiamini, kwa maana wao ni kiashiria cha maisha katika uhai au cha kifo katika mauti. Testimonies for the Church, gombo la 4, ukurasa wa 308. Hii ni Disemba 17 mwaka 2025. Mada ya leo ilisema maandalizi ya ujio wa Yesu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Salama katika mwamba imara, moyo katika mawimbi na shinda. Katika huzuni kwako nitashinda. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Wimbi la mawio saya upweke, majaribu yanaponi andama. Nikia maisha pasi utulivu. Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Kila mara mwovu akinitisha, mafichoni hofu yote hutoweka. Changamoto zikivuma na kutisha, Mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako. Ndani yako, mwamba imara, tajificha kwako.
tu Yesu.